Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vina make headline huko mitandaoni hususan kwa muda kidogo hata siku hii ya leo pia vime make headline ni issue ya kesi ambayo ilikuwa inamwandama mwanadada ambaye ni maarufu hapa Tanzania, hususan yeye akiwa kama mfanyabiashara. Kulikuwa kuna hii kesi ya uchochezi wa fujo katika siku ya uchaguzi ambapo hii ilikuwa ni kesi ya uhaini ambayo ilikuwa inamhusu Niffer, ilikuwa ikiendelea siku hii ya leo. Ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 3 Disemba, kesi hiyo imeendelea pale jijini Dar es Salaam, ambapo taarifa ilitangazwa katika vyombo vya habari mbalimbali huko katika mitandao ya kijamii, ambapo hapa kwa mfano kutokea katika moja kati ya page maarufu kabisa nchini Tanzania wameandika kwamba mfanyabiashara Jennifer Jovin Bilikwija mwenye umri wa miaka 26 Niffer amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na kesi yake ya uhaini. Niffer anakabiliwa na kesi hiyo akiwa pamoja na Mika Chavala, ambapo wanadaiwa kutenda kosa hilo kwa nyakati tofauti tofauti ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pia vile wawili hao wanaendelea kusota walikuwa wakiendelea kusota maabusu, huku mahakama ikiwa imewachia huru washtakiwa takribani 20 baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kusema kwamba hana nia ya kuendeleza mashtaka dhidi yao. Lakini baada ya muda kidogo bwana, taarifa zikasambaa baada ya wawili hawa pamoja na wengine washtakiwa wengine kufikishwa mahakamani. Ni kwamba taarifa zikawa zimesambaa mitandaoni baada ya maamuzi kufanyika, ambapo Niffer pamoja na huyu jamaa anafahamika kwa jina la Mika Chavala wameachiwa huru na mahakama hiyo, ambapo hapa taarifa kamili inaeleza kwamba vijana Jennifer Jovin mwenye umri wa miaka 26 maarufu kama Niffer pamoja na Mika Chavala waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya uhaini wameachiliwa huru mchana huu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo imefikiwa leo wakati shauri hilo lilipopelekwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuya kwa ajili ya kutajwa, ambapo wakili wa serikali Titus Aaron alidai shauri hilo lilipelekwa kwa ajili ya kutajwa, lakini DPP Sylvester Mwakitalu kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 92(1) cha mwenendo wa mashauri ya jinai CPA hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa wote hao wawili. Baada ya kuelezwa hayo, wakili wa uteuzi Peter Kibala alidai kwamba washtakiwa na hawana mpinzani katika hilo kwa kuwa ndiyo sheria inavyoelekeza. Hivyo basi alidai anaiomba mahakama iweze kutamka kwamba washtakiwa hao wameachiwa. Hakimu Lyamuya alieleza washtakiwa hao kuwa upande wa mashtaka umewasilisha ombi la kuwafutia mashtaka chini ya kifungu kilichotajwa, hivyo mahakama inakubali ombi hilo na kueleza kwamba imewaachia huru washtakiwa isipokuwa kama watashikiliwa kwa jambo lingine. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hatimaye ni kwamba Jennifer Jovin almaarufu kama Niffer pamoja na Mika Chavala wameachiliwa huru dhidi ya ile kesi ambayo ilikuwa inawahusu ya uhaini, ambapo kama unavyoelewa kwamba ni kosa la jinai. Kosa hilo la uhaini bwana, sheria kwa mujibu wa sheria ni kwamba hukumu yake ni kifo. Sasa kwa bahati nzuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, vijana hawa wameachiwa huru, shtaka lao limefutwa na wameruhusiwa
kurudi majumbani kwao kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine za kulijenga taifa. Kwa hiyo bana, moja kwa moja ni kwamba watu wengi sana kiukweli wamefurahi. Kusema ule ukweli, ukipita hata kwenye comment section inaonyesha kabisa watu wamefurahishwa, wameridhika na maamuzi hayo au huruma ambayo imeonyeshwa kwa vijana hawa wenye umri mdogo kwa kuachiwa huru waendelee na shughuli nyingine, japokuwa hapo awali walikuwa wanakabiliwa na kesi hizo au mashtaka hayo mazito. Lakini hapa pia kuna peji nyingine imekuja imeelezea zaidi kiundani, wakiwa wameandika kwamba mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu kama Nifa pamoja na Mika Lucas Chavala hatimaye wameachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kufuta mashtaka hayo mazito ya uhaini yaliyokuwa yakiwakabili. Uamuzi huo bwana umetolewa siku ya Jumatano leo Disemba 3 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya hakimu mkuu Aaron Lyamuya. Wakati akisoma taarifa hiyo, wakili wa serikali Titus Aaron alieleza kwamba mahakama kuwa DPP hana tena nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya wawili hao. Lakini pia vile baada ya maelezo hayo, hakimu Lyamuya alitangaza rasmi kuwa mashtaka yote dhidi ya Jennifer na Mika Chavala yamefutwa, ikiwa ni hatua iliyopokelewa kwa shangwe na msisimko kutoka kwa ndugu, marafiki, jamaa na watu waliokuwa wamefika mahakamani hapo kwa ajili ya kufuatilia mwendelezo wa mashtaka hayo. Wawili hao walikuwa wanakabiliwa na tuhuma za uhaini, kesi ambayo ilizua mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii na kuibua kampeni mbalimbali za kuwataka waachiwe huru. Kwa uamuzi huu, Jennifer Jovin yani Nifa na Mika Chavala sasa hivi wako huru na wanaweza kurejea katika maisha yao ya kawaida baada ya kipindi kirefu cha kusota na kujifunza mengi wakiwa mahabusu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Unazungumziaje maamuzi hayo ambayo yametolewa kwa mwanadada na kijana huyu Jennifer Jovin ama Nifa pamoja na Mika Chavala kuhusiana na kesi yao ambayo ilikuwa ikiwaandama? Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.